السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimfikie kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na ahali zake na masahaba na wale wote watakao kuwa tayari kumfuata mtume mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu Waislamu, leo tutajifunza jambo moja, hadithi moja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ni muhimu mno, hadithi ambayo ndio sehemu ya mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu. Na hadithi hii kaiandika al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika vitabu vyao. Na hadithi hii imesimuliwa na Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Allah amridhie, na masahaba wote wa mtume sallallahu alayhi wasallama, Allah awe radhi nao. Hadithi hii mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na masahaba radhiyallahu anhum ajma'in, kisha akawaambia ijtanibu sab'a almubiqat, jiepusheni na mambo saba yenye kumwangamiza mwanadamu. Na yameitwa ni mambo yenye kumwangamiza mwanadamu kwa sababu mambo haya saba, endapo utayafanya au ukafanya moja katika haya na ukafa bila kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi tambua ya kwamba mbele ya Allah jalla jalaluhu utakuwa ni mtu mwenye kuangamia na mwenye shari nyingi zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuambia masahaba ijtanibu sab'a almubiqat, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza, masahaba wakapatwa na butwa, wakashangaa. Qalu ya Rasulullah wama hun, wakamwambia ewe mtume wa Allah, hayo mambo saba ni mambo yepi ambayo ni yenye kumwangamiza mwanadamu, tena anamwangamiza mwanadamu katika maisha haya dunia na kesho akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala? Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu anataka kuufundisha umma uwe ni wenye kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala pasina shaka, pasina matatizo, pasina mitihani ya aina yoyote, akawaambia masahaba, na kuambia masahaba ndiko kutuambia sisi pia. Mtume akasema ashirku billah. Hili ni jambo la kwanza ambalo ni hatari sana kwa mwanadamu endapo atalifanya na akafa akaondoka katika hii dunia bila kutubia kwa Allah tabaraka wa taala. Ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumshirikisha Allah, ndugu zangu Waislamu, ni kumfanya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mshirika katika ibada zake na katika matendo yake. Yani wewe huwezi kupata riziki mpaka uende kwa mganga, huwezi kupata riziki, huwezi kupata kazi mpaka uende kwa mganga akufanyie yale atakayokufanyia, kisha akuambie kwa sababu ya mizimu au kwa sababu ya haya tuliyoyafanya ndio kwa maana wewe umefanikiwa katika mambo yako, bila kutambua ya kwamba sababu ya wewe kufanikiwa katika mambo yako ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kumshirikisha Allah katika jambo lolote, utambua ya kwamba hii ni katika madhambi ambayo yanamwangamiza mwanadamu. Hili moja ukifa bila kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi utakuwa ni mwenye kupata hasara mbele ya Allah jalla jalalu. Na mlango wa shirki ni mpana sana. Endapo Allah atatujalia fursa na uhai, pia tutakuja kuzungumzia shirki ni jambo gani kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake insha Allah. Jambo la kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba na kutuambia umma ni ashirku billahi, ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Hii ni dhambi ambayo ni hatari, ni dhambi ambayo inamwangamiza mwanadamu. Na dhambi ya pili au jambo la pili ambalo ni katika mambo hatari sana ya kumwangamiza mwanadamu endapo atakuwa ni mwenye kuyatenda na akaondoka katika hii dunia pasina ya kutubia mbele ya Allah tabaraka wa taala, ni jambo la uchawi, as-sihru, uchawi. Na uchawi ni sehemu katika shirki pia. Kwa hiyo shirki imekusanya mambo mengi mno ikiwemo uchawi. Kwa hiyo yule yeyote ambaye anafahamu ya kwamba yeye ni miongoni mwa wachawi, basi ni bora kujiepusha na jambo hili, kwa sababu ukifa aliyakuwa wewe ni mfanyaji wa uchawi, ni mchawi kiufupi, basi utambua kwamba kama hukutubia kwa Allah tabaraka wa taala ni mtihani mzito mbele yake Allah subhanahu wa taala. Na jambo la tatu Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba na kuwaambia umma, jambo la tatu ambalo ni hatari kwa mwanadamu, ni lenye kumwangamiza mwanadamu katika hii dunia na kesho akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala, qatlun nafs allati harrama Allahu illa bilhaqqi, ni mtu kumuua mwenzake, kuiua nafsi
ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaharamisha nafsi hii kuuawa, isipokuwa ikitokea sababu ya nafsi hii kuuawa. Kwani kuna mambo ambayo mwanadamu anapoyafanya basi sharia inamlazimu naye kuuawa, inalazimu na mtu huyu pia kuuawa. Miongoni mwa hayo ni mtu kuua. Endapo mtu atamuua mwenzake, ikabainika kuwa amemuua, kisha zikatafutwa zile sababu za kisharia, ikagundulika kuwa huyu kamuua mwenzake, lakini hakuna sababu ya msingi ambayo ilipelekea kumuua, basi mtu huyu na yeye pia anatakiwa kuuawa. Kwa yakipatikana mambo hayo kwa mtu huyu, nafsi hiyo inakuwa ni halali kuuawa, lakini chini ya misingi ya kisheria na utaratibu maalum. Lakini kinyume na hivyo, endapo mtu atamuua mwenzake, ataitoa nafsi ya mwenzake, basi atambua kwamba mbele ya Allah tabaraka wa taala anayo ya kwenda kujibu. Na jambo jingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba na kuwaambia umma, akawaambia kwamba aklu riba, ni kula riba. Ndugu zangu Waislamu, riba ni hatari sana. Riba ni jambo ambalo ni hatari mbele ya Allah tabaraka wa taala, na ni katika mambo ambayo ni yenye kukudidimiza na kukuangamiza ewe mwanadamu, endapo utakuwa ni mwenye kufanya jambo hili. Na riba, ndugu zangu Waislamu, ina milango mingi sana, lakini kiufupi riba ni ziada, ni yale ambayo yanakuwa ni ziada kinyume cha sheria. Na Allah kitujalia tukapata fursa, tutaielezea riba na vigawanyo vyake kwa mapana zaidi insha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo jambo jingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba na kutuambia umma wake ni kwamba mwanadamu hatakiwi kula riba, Muislamu hatakiwi kula riba, kwa sababu riba ni hatari sana. Si kula riba tu, hata kumsaidia mwenzako katika kutekeleza jambo la riba, basi ni tatizo kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, wa aklu mali yatim, kula mali ya yatim. Kula mali ya yatim. Yatima ni mtu gani? Yatima ni yule ambaye kafiliwa na baba hali ya kuwa bado hajafikia bulugh, hajafikia kupevuka tunaita. Aidha hajafikia ile hali ya tuseme ya kupambanukiwa, kwa maana bado ni mdogo. Kama ni mtoto wa kike, bado zile alama za kwamba amebaligh hazijamfikia. Kama ni mtoto wa kiume, pia zile alama za kubaligh hazijamfikia. Kwa hiyo huyu ndiye ambaye anaitwa yatima. Lakini ikiwa ni mtu ambaye kafiliwa na mama, baba bado anaye, huyu si yatima. Na endapo pia mtoto huyu atakuwa kafiliwa na baba hali ya kuwa tayari kisha balighi, huyu pia katika sheria haitwi yatima. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza na kutuambia hili ni jambo katika mambo ambayo yanamwangamiza mwanadamu katika dunia na akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala, kula mali ya yatima. Tujiepushe sana na mambo ya yatima, na Mtume alihusia sana kuhusiana na huyu yatima, na akasema, mimi Mtume sallallahu alaihi wasallama na yule ambaye atakayekuwa tayari kumlea na kumsimamia yatima, basi tutakuwa pamoja katika janna. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi kuangalia hawa mayatima na kuwasimamia. Na mayatima ni wale ambao bado ni wadogo, hawajabaleghe, tayari wamekwisha ondokewa na baba zao. Hawa ni watu ambao tunatakiwa kuwasimamia kwa uadilifu. Na endapo utakuwa wewe ni mwenye kusimamia mali za yatima, basi inaruhusiwa kula, lakini kula kwa uangalifu, isiwe ni kwa lengo la kufanya nini, la kumpatisha hasara au la kumharibia kabisa mustakabali wa maisha yake. Kula kidogo kwa lengo la kumlea huyu, katika ile mali yake utachukua kwa ajili ya malezi yake, mavazi yake na kadhalika. Kwa hiyo hili ni katika mambo ambayo ni yenye kuangamiza endapo mwanadamu hatakuwa makini, na endapo atakuwa ni mwenye kuziharibu mali za huyu yatima. Na jambo jingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwaambia masahaba na kutuambia umma katika yale mambo saba, akasema, watawalli yauma zahfi, ni kukimbia siku ya vita, siku ambayo kuna jihadu shar'i, jihadi ya kisheria. Waislamu na makufar na makafiri wanapigana vita, kisha wewe Muislamu ukarudi nyuma na kukwepa na kukimbia, basi utambue ya kwamba jambo hili ni hatari kwa wewe katika hii dunia na kesho akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na katika jambo ambalo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambalo ni jambo la saba na la mwisho, aliwaambia masahaba wajitenge, wajiepushe na jambo hilo,
na sisi umma kwa ujumla. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, ni kuwasingizia wanawake waliojihifadhi, kuwasingizia kwamba ni wafanyaji wa tendo la zina, ni wazinifu. Jambo hili ni hatari sana. Jambo hili ni hatari sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwasingizia wanamama, mabinti, wanawake waliojitunza kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, waliojihifadhi, wenye heshima zao, ukawa unawaenezea maneno ambayo si ya kweli na kusema fulana, yule mama fulani yuko hivi na vile, ukimsingizia na kumtuhumu katika suala la zina, basi tambua ya kwamba hii ni hatari na ni katika jambo ambalo litakuangamiza wewe katika hii dunia na kesho akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu Waislamu, kwa siku ya leo tutosheke na mambo haya 7, mambo ambayo ni muhimu zaidi, na kila moja katika haya masaba, kila moja katika haya 7 lina upana wake, lakini tutosheke na haya insha Allah tabaraka wa taala. Tukipata fursa nyingine tutaendelea kufafanua moja baada ya jingine kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kuyasikiza maneno yaliyokuwa mazuri na kuyafanyia kazi, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya tuliyozungumza na wewe pia uliyesikiliza na kufuatilia yawe katika mazuri yatakayotusaidia sisi kuokoka na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na iwe ni katika sababu za kuingia katika rehema za Allah tabaraka wa taala. Usisahau kusubscribe channel hii na kufuatilia zaidi yaliyokuwa ya khairi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa jazakumullahu khairan.